LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni sikukuu ya Sabasaba, na kama ilivyoada, mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo, mamlaka yako adhimu kabisa ya udhibiti usafiri ardhini yani LATRA inashiriki kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba yanayofanyika hapa jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere vilivyopo barabara ya Kilwa hapa jijini Dar es Salaam. LATRA, mtazamaji, iko hapa kwa ajili ya kutoa huduma kwa wadau wote wa sekta usafiri ardhini ambao wanatembelea kwenye jengo lake lililopo mtaa wa Mazao hapa katika viwanja hivi vya Julius Kambarage Nyerere, nyuma kabisa ya jengo la Benki Kuu ya Tanzania yani BOT. Mimi ni Binti Jumbe, tafadhali na kusihi ubaki hapo hapo kwenye runinga yako kufahamu mambo mahususi, mambo muru ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Karibu. Mtazamaji, kama ndo kwanza unawasha runinga yako, hujachelewa. Kipindi hewani ni usafiri na maendeleo, na leo tunazungumzia kuhusiana na ushiriki wa LATRA katika maonesho ya 50 ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, ambapo LATRA inaendelea kutoa huduma ama kuwahudumia wananchi ambao wamekuwa wakimiminika kwa kasi kwenye jengo lake ili kuweza kufahamu masuala mbalimbali yanayohusiana na sekta yao adhimu kabisa ya usafiri ardhini hapa nchini. Mtazamaji, katika maonesho haya mamlaka ya usafiri ardhini LATRA ilitembelewa na Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile, mbunge na naibu waziri wa Wizara ya Uchukuzi, ambaye baada ya kutembelea mamlaka hii alisihi mamlaka hii ya udhibiti usafiri ardhini kuweza kutekeleza majukumu yake kwa misingi iliyopo, lakini vile kuhakikisha kwamba LATRA inapotekeleza majukumu yake inazingatia ama inahamasisha watu wa huduma wake kuzingatia usalama na ubora wa huduma katika sekta. Lazima tukubaliane kwamba sasa usafiri wa ardhini umeongezeka, vyombo vimeongezeka zaidi na wasafiri wameongezeka zaidi. Mmeweka mifumo mingi na mizuri na mnaendelea kuweka, lakini lazima muendelee kuja na mipango madhubuti ya kuendelea kusaidia sekta ya usafirishaji na usafiri wa ardhini, ili kwa upande wa barabarani kuendelea kudhibiti ajali, kwa sababu wenye ajali wanakufa wasio na hatia, hata wenye hatia pengine wamekosea, lakini wote hao ni muhimu kwa maslahi ya taifa letu, ni nguvu kazi ya taifa letu. Hivyo lazima LATRA mjipange vyema kila mwaka na kila mara ili muwe bora kuliko jana. Tunao uwezo kabisa ya kufika mahali tusiwe na ajali kabisa kwenye nchi yetu, lakini kitendo cha ambacho ajali inakuwa ni jambo lililozoeleka. Ikitokea ajali tunauliza wamekufa wangapi? Yaani kama ni jambo la kawaida ambalo watu watakiwa ajali zitokee na watu wafe, haikubaliki. Lazima ninyi mliopewa jukumu hilo na sisi tuliopewa jukumu la kuratibu tuendelee kujipanga zaidi ili kuokoa roho za Watanzania. Mmesikia malalamiko mbalimbali kwenye SGR mara kwa mara treni imeondoka haina abiria, lakini watu wameenda kwenye mfumo wamekuta kwamba tiketi zimejaa. Ninyi ndio regulator, mnalazimika na kuwajibika kila wakati kufuatilia kwa ukaribu
na kumjulisha Mheshimiwa Waziri ya hatua mnazozichukua kila mara, na kuijulisha wizara kila mara, na kuwajulisha Watanzania kila mara, ili waweze kujua Watanzania wamepokea kwa shangwe na nderemo usafiri wa treni ya kisasa SGR na wanaupenda, na ndio maana wako tayari hata kulipa nauli zaidi ili usafiri huu uweze kuwa endelevu. Dr. Samia Suluhu Hassan amejitoa mhanga, amepeleka fedha mabilioni kwa matrilioni kwenye eneo hili. Ni wajibu wetu sisi sekta ya uchukuzi na haswa ninyi LATRA kutusaidia kusimamia sekta hiyo ndogo ya reli iweze kufanya kazi vizuri zaidi. Endeleeni kufanyia kazi malalamiko, kuyajibu kisayansi kwa majibu yanayojitosheleza juu ya dhamira ambayo inachukuliwa, ikiwa ni pamoja na kuthibitisha madereva. Waambieni watu, hoja ziko wazi kwamba hata kwenye professions zingine kama vile udaktari, wahandisi, wanasheria, wahasibu, wana vyama vyao vinavyothibitisha uwezo wao mara kwa mara wa kitaalamu. Kwa hiyo sisi kama LATRA, waambieni watu dhamira, lengo ni nini. Ni kweli ulisoma darasani kama dereva miaka mingi iliyopita, wako waliopata pengine kwa mfumo wa wazi, tunaamini wengi pata mfumo wa wazi. Kama ulisoma vizuri, si dhambi kuthibitishwa. Tuwafafanulie dhamira ya kufanya hivyo, na kwamba tumeshaandaa maswali, ya save karibu 1000, na maswali hayo yanahusu practical kwa vitendo. Hayakuulizi tueleze faida yake, unaonyesha alama barabarani ambao tunaamini kama wewe ni dereva ukiwa huko mtaani unazikuta. Kwa kama ukiambiwa no enter kwenye mtihani ukaja wewe ukasema ni enter, wewe sio dereva. Ni wajibu wenu LATRA kwenda kuwaelezeni watu dhamira njema. Wakielewa Watanzania kwa kweli hawezi kuwa na changamoto. Waambieni kwamba mitihani hiyo sio ya kushtukiza, imeshawekwa maswali. Utapewa maswali pengine 100 katika yale 1000 ambayo yamewekwa. Baada ya hapo utafanya mtihani, ukipata 70% umepasi. Wasisitizieni kwamba mtihani huo utaenda mara ya kwanza, ukifeli utarudia mara ya pili, ukifeli utarudia mara ya tatu. Baada ya hapo utapewa fursa ya kufanyiwa refresher course tena ukasome, ili tu uweze kuja kufaulu mtihani huu. Ni vyema wakajua mambo haya, ili watu waelewe kwamba tukifanya hivyo kama serikali, dhamira yetu ni kulinda maisha ya Watanzania. Na hii maelekezo haya kwa Mheshimiwa Waziri amenituma ni yasisitize. Ni bora ukosee lakini useme kwamba dhamira yetu ni hii. Wako watakaoelewa na wako ambao watachelewa kuelewa, lakini mwisho wa siku tutaelewana. Na niwaombe Watanzania tukubaliane kabisa kwamba ni wajibu wetu kudhibiti ajali zinazoweza kuepukika kwa kupata madereva wachache lakini wenye sifa, ambao wanajua utaratibu wa barabarani. Hata wale ambao hawajui, lakini wawe tayari kujifunza. Mtazamaji, CPA Daktari Habibu Juma Suluhu ni mkurugenzi mkuu wa LATRA ambaye ameshiriki kikamilifu katika maonyesho haya kwa kutoa huduma moja kwa moja kwa wadau ambao wametembelea jengo la LATRA katika maonyesho haya Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam. Kikubwa mtazamaji, CPA Suluhu hapa kwanza anawashukuru wadau wote ambao wametembelea LATRA katika maonyesho haya, lakini vile vile anatueleza kinaganaga kuhusiana na masuala muhimu ambayo yanapatikana kwenye jengo hili la LATRA hapa Sabasaba. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa mwaka huu tena 2026 tunashiriki maonesho ya kimataifa ya Sabasaba hapa katika viwanja vya Dar es Salaam. Tunawakaribisha sana wadau wetu wa usafirishaji na usafiri nchini na nje ya nchi ambao wako katika maeneo haya na wale wako mikoani. Sisi tuna jukumu kubwa la kuhakikisha maonesho haya pia yanafanikiwa kwa kuhakikisha masuala ya usafiri wa kufika hapa, wale abiria wanaokuja maeneo haya, lakini pia wanaokuja kuonyesha vifaa vyao au mambo ambayo wanafanya waweze kufika hapa kwa kuleta bidhaa zao katika maonyesho haya. Sababu sisi tunahusika na udhibiti wa usafiri ardhini ambao unajumuisha usafiri wa njia ya barabara, usafiri kwa njia ya reli na kwa njia ya waya. Kwa hiyo wale ambao tayari wameshafika tunawapongeza na tunashukuru sana kwa kufika. Tunafanya mambo kadhaa katika banda letu hili au jengo letu. Hili ni zaidi ya banda, simeliona jengo zuri hili la LATRA, mtaa wa mazao.
nyuma ya Benki Kuu ya Tanzania. Hapa kwanza kwa wasafirishaji tuna huduma zote zile za kutoa leseni zinapatikana hapa. Maombi yanaweza kafanyika hapa mradi uwe na nyaraka zako muhimu. Kwa mfano uwe na kadi ya gari, uwe na bima ambayo umeilipia au namba yake ile cover note, uwe na namba ya NIDA, lakini pia ukaguzi wa magari, vehicle inspection report, jambo la 4. Kwa hiyo tunasema mkishafika hapa sisi tunaoshia leseni yako unapata. Na kwa sasa hivi utaratibu wetu, ukishaomba leseni utalipa mwenyewe, hela inakwenda moja kwa moja kwenye akaunti, hatuna mtu anashika fedha, na ukishamaliza utachapa leseni yako mwenyewe. Hatuna tena masuala ya kuchapishiwa makaratasi. Kingine ambacho tunakifanya hapa ni kuonyesha mifumo yetu ya ufuatiliaji mwenendo wa mabasi yanaenda mikoani na nchi jirani, ile Vehicle Tracking System VTS. Na kwa kutumia mfumo huu umeunganishwa pia na mfumo wa kuweza kutambua gari lilipo, Passenger Information System au PIS, ambaye hapa tunajaribu kuelezea ni pis.latra.go.tz, ambaye ukienda sasa kwenye huu mfumo unaweza kuona vituo vyote vya mabasi nchini na mabasi yanayowasili katika kituo hicho. Kwa hiyo kwa mfano Dar es Salaam, utaangalia nipo Dar es Salaam kwa kutumia hata simu yako tu, au hiyo Latra app pis.go.tz au Latra app, ukaenda pale location au position, ukaweka namba ya gari. Kama ni ndugu yako au mtoto, sasa hivi shule zinafungwa au shule zinafunguliwa, unaweka namba ya gari na kwamba ile gari liko wapi. Unaweza ukatumia pia ramani ya Google au Google Map, ukaangalia hili basi liko wapi, ninakwenda kwa mwendo kasi upi. Na pia sasa pale unapata na namba zetu za bure. Kama kuna mambo ambayo huoni yanaenda vizuri, unatupigia simu moja kwa moja 0811 0019 na 0811 0020. Ukiona hii simu unapiga labda ipatikani kwa sababu inakuwa busy, watu wengi wanapiga, unaweza ukachukua taarifa ile au ukatuma sauti kwa kutumia namba yetu ya WhatsApp 0681 300 0681 Lingine ambalo tunalifanya katika kituo chetu, jengo letu hili au katika Sabasaba, madereva, tunajua kuna zoezi la kusajili madereva na kuwathibitisha. Kituo hiki unajisajili, ukija hapa kwenye jengo letu unajisajili, unaweka ile miadi, appointment, lini uko tayari kufanya mitihani na kwenye kituo kipi. Hapa tutakusajili na ukija uje tu na namba yako ya NIDA. Lakini sisi hata usipokuja na NIDA, tuna kitufe, ukiweka kidole gumba lako pale au kidole chochote ambacho kimesajiliwa kwenye NIDA, tunaweza kujua kama ni wewe na picha yako tukaiona kwenye mfumo. Kwa hiyo pale unaweka miadi, lini utafanya mitihani, na maswali ambayo ni rahisi kabisa, yale ambayo tumesoma kwenye driving school, kama ilivyo taaluma zingine za madaktari, wahasibu, labda wanasheria, watu wa manunuzi. Hii fani ya udereva ni fani ambayo imechelewa kuwekewa heshima fulani katika jamii. Kwa hiyo unakuta wale madereva wengi wanaona kama hii ni kuchelewesha, lakini wale ambao wamekuja wakafanya mitihani hii wanapata thamani, kwa sababu vyeti vyao sasa vinatambulika sio kwa Tanzania tu, zinatambulika hata kwa hizi nchi za SADC na kusini mwa Afrika. Kwa hiyo kwa ujumla, ukipata ile ithibati ya LATRA unajenga heshima katika taaluma yako, na wote ambao wamefanya mitihani hii na kupata vyeti ndio wale ambao sasa usiku pia tuliwapa vibali vya kusafiri mabasi ya usiku. Usipokuwa na ithibati ya LATRA hatukuruhusu kusafiri usiku. Lingine ambalo ni muhimu sana ukija hapa, na hili ni kwa wote, hakuna mtu ambaye hasafiri kwa mabasi hapa, hasa kwenda mikoani na nchi jirani. Tuna mfumo unaitwa wa safari ticket. Hii safari ticket au unakwenda kwenye tiketi.latra.go.tz ni mfumo ambao unapatikana pia, unapakua kwenye simu yako janja. Unaenda kwenye utafuta safari ticket Tanzania, unapakua, unachagua unatoka wapi unakwenda wapi, unachagua basi la daraja unalotaka. Kuna daraja la kawaida, daraja la semi luxury na daraja la luxury, yani zile za kifahari, na ile ya kati, daraja la kati. Sasa madaraja na nauli unakata mwenyewe, unachagua siti mwenyewe kwa kutumia simu yako. Kuna watu wengine bado mpaka leo hawajajua hili. Mimi naona tumechelewa. Wanajua ni kwenye ndege tu na kwenye SGR. SGR pia tunahusika sisi, lakini huku kwenye mabasi ndio kulikuwa tumechelewa kwa Tanzania. Tunaenda tunapigwa nauli za juu, unaingia unakuta nauli si wenyewe. Sasa kwa kutumia safari ticket, wewe mwenyewe unachagua basi, unasema kampuni fulani, unatoka wapi unakwenda wapi, muda wako wa kuondoka unataka saa ngapi, usiku, mchana,
jioni na muda gani niondoke. Sio ile unaenda unapiga debe alafu baadaye basi ulioni. Na hilo basi ambalo umelikatia ticket, unakwenda kwenye LATRA app, sasa unaweza kuona hilo basi kweli lipo. Kwa hiyo tunachukua hatua za haraka sana kuhakikisha kwamba mmehudumiwa na mmepata usafiri. Kwa hiyo safari ticket ni solution wa Tanzania. Hakikisha unaingiza jina lako kamili wakati wa kukata ticket, majina yako kamili kabisa, ni jambo muhimu. Ikitokea dharura, kwa kutumia ile anwani ambayo umeandika pale na majina yako, kila unavyokata ticket LATRA huku moja kwa moja inaona. Na wewe kama unahuamini, kata ticket sasa hivi, nitumie hilo jina, mimi nitakwambia umekata ticket saa ngapi na dakika ngapi na sekunde ngapi na umelipa shilingi ngapi. Kwa hiyo sasa hivi dhuluma ya watu kuzidishiwa nauli hakuna, kwa sababu tunaweza kuona kupitia mfumo wetu wa safari ticket. Tukaangalia kwenye mfumo wetu, tunapata taarifa ya mabasi yote yanayosafiri nchini. Mtazamaji, maendeleo unayoshuhudia katika sekta hii adhimu kabisa ya usafiri ardhini hapa nchini yamechagizwa kwa jitihada mahususi na maridhawa za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia serikali yake ya awamu ya sita, ambapo Mheshimiwa Daktari wetu Samia Suluhu Hassan kila uchwao anawaza na kuwazua namna gani ya kuweza kuendelea kuboresha sekta hii ya usafiri ardhini hapa nchini. Vile vile Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile, mbunge na naibu waziri Wizara ya Uchukuzi, alipotembelea jengo la LATRA hapa kwenye maonyesho ya Sabasaba, alitoa maelekezo mahususi kwa LATRA. Hapa CPA Daktari Habibu Juma Suluhu anakiri kupokea maelekezo hayo na anaahidi kwamba yanaenda kutekelezwa kama vile inavyotakikana. Kwa kweli, kwa kutoa shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa fursa hizi ambazo amefungua. Haya mambo ambayo tunayozungumzia, mafanikio haya yametokea katika kipindi cha uongozi huu wa serikali ya awamu ya sita, na kwa miongozo yake mifumo yetu inaongea sasa hivi na taasisi mbalimbali. Ndiyo maana ukija sasa hivi unataka usajili gari, mfumo wangu utaongea na TRA, mfumo wangu utaongea na BRELA, mfumo wangu utaongea na NIDA. Kwa hiyo hizi taarifa zote mifumo ya serikali inazungumza, na imetuwezesha sisi kuwahudumia wananchi kwa ufanisi zaidi. Na tunachoahidi, kwa sababu ametembelea hapa Mheshimiwa Naibu Waziri David Kianzile, mbunge, kwa niaba ya Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambara, katoa maelekezo mahususi hasa katika kuboresha mifumo yetu na kuwahudumia wananchi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Tumepokea haya maelekezo ya Mheshimiwa Waziri, maelekezo ambayo lazima tuyatekeleze na tutatoa mrejesho, na mrejesho haya yataanza kuonekana katika uboreshaji wa huduma. Tumepata ithibati ya kimataifa ya ubora wa huduma tunazozitoa, ISO 9001:2015. Ni mifumo ya kimataifa tunajulikana LATRA, tunatoa huduma bora kwa wateja, na hii inamwangalia mteja afurahie huduma zetu, aweze pia kuambia wengine. Kama sisi hatufanyi vizuri tuambie, kama tunafanya vizuri waambie wengine, na tunaendelea kuboresha. Kwa hiyo katika hatua hii tunasema kwamba maelekezo ya serikali ambayo tumeletewa kupitia Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, tunakwenda kuyatekeleza bila mzaha, na madereva watumie fursa hii kuja tuelimishane. Hatuna masuala ya kusuguana, na hii ni kwa sababu tunakwenda pia kusapoti juhudi za Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais amesema sekta binafsi ndio itakayotutoa, na hii ni kwenda kuangalia sekta binafsi ichangie katika maendeleo ya nchi yetu. Kupitia LATRA sisi tunasema siku zote tutahakikisha mazingira yao yanaendelea kuwa mazuri, wanatoa huduma vizuri na wananchi wanafurahia huduma kwa kutokana na usimamizi wetu uwe mzuri kwao. Mtazamaji, katika maonyesho haya ya Sabasaba hapa Dar es Salaam, LATRA ilitembelewa na Bi Salma Kimara ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar, yani ZATSA, ambaye Bi Salma yeye alipotembelea alipata kujifunza masuala mbalimbali kuhusiana na sekta ya usafiri ardhini upande wa Tanzania bara. Lakini hapa Bi Salma yeye anaelezea ni vitu gani hasa alivyojifunza alipotembelea jengo la LATRA hapa Sabasaba, lakini vile vile anaelezea ushirikiano uliopo kati ya LATRA huku bara na ZATSA kule visiwani. Nimepata fursa ya kutembelea maonyesho ya Sabasaba na leo nipo hapa katika banda la LATRA kama mdau wetu, na tunafanya kazi kwa pamoja kwa mashirikiano, lakini nimepata fursa ya kujifunza baadhi ya shughuli ambazo wanazisimamia, ikiwemo mfumo wa ukaguzi wa vyombo, lakini vile vile mfumo wa utoaji wa leseni, mfumo wa ufuatiliaji wa mwenendo wa magari. Ingawa kwa upande wa Zanzibar pia tunao, lakini kuna baadhi ya vitu nafikiri
tunatakiwa tujifunze kupitia LATRA kwa vile wao wako tayari kwa kipindi kirefu, sisi ndio kwanza tumeanza. Kwa hivyo bado tuna mashirikiano mazuri katika kuimarisha shughuli zetu hizi za usafiri, lakini pia na usalama barabarani. Mashirikiano yetu, kwanza kazi zetu zinalingana. Ni just a title, kule ni ZATSA, huku ni LATRA. Lakini kwa mfano sisi tunasimamia ishu za usalama barabarani na huku ni vile vile, lakini sitoshe tuna MOU ya mashirikiano baina ya ZATSA na LATRA. Kwa hivyo tunashirikiana hasa kwenye masuala ya mifumo, kubadilishana mawazo, lakini pia katika capacity building kwa staff wetu, lakini pia tunakuwa tuna vikao vya pamoja vya kila mwaka, huwa tunakutana na tuna ziara zile za mara kwa mara za kubadilishana uzoefu. Kama hivi karibuni tu tulikuwa tuna ziara na wajumbe wa bodi ambao walitembelea LATRA, na tunategemea pengine katika kipindi cha karibuni tu tutakuwa na ziara nyingine ya naibu waziri ujenzi na uchukuzi, anatarajia naye kwenda LATRA kwa ajili ya kujifunza na kupata uzoefu wao wanafanya kazi vipi, ili tuweze sisi kuimarisha shughuli zetu kwa pamoja tukiwa na msimamo mmoja kama nchi. Mtazamaji, haya sasa kile kipengele chako pendwa cha Bonga na LATRA, ambapo hapa unapata kusikika sauti yako wewe mtazamaji ambaye ni mdau pia wa sekta usafiri ardhini, ili kuweza kufahamu maoni yako ambayo yanalenga kuboresha utendaji kazi na sekta nzima hii ya usafiri ardhini hapa nchini. Sasa leo mtazamaji, katika kipengele hiki kumbuka LATRA ipo Sabasaba inaendelea na maonesho. Katika maonesho haya ilitembelewa na wadau mbalimbali. Wapo wadau ambao walifurahishwa na huduma ambazo tunazitoa LATRA katika maonesho ya Sabasaba, lakini kikubwa zaidi mtazamaji, kumbuka LATRA katika maonesho haya inatoa huduma moja kwa moja kwa wadau ambao wanatembelea hapa. Twende tukaone na kuyasikiliza maoni ya wadau kuhusiana na huduma ambazo wamepatiwa LATRA katika maonesho ya Sabasaba. Kilichonivutia kwenye banda la LATRA namna wanavyoelezea huduma ambazo wanazitoa, kujua haki za abiria, ukataji wa leseni za huduma za usafirishaji wa daladala na vyombo matairi mawili na matairi matatu, bajaji na bodaboda. Kwa hiyo huduma zao kwa ujumla ni nzuri na ni za kuvutia, na wako vizuri kwenye upande wa customer care. Na nilipokuja hapa nilitegemea na kama naweza kupata leseni au kama sijapata nitapata maelekezo mazuri ya namna ya kupata leseni, lakini kwa bahati nzuri nimepata vyote kwa pamoja. Nimepata maelekezo mazuri ya namna ya kupata leseni kwa kufunguliwa akaunti ya kuomba leseni moja kwa moja ya usafirishaji, na pia kwa kukatiwa leseni ya chombo changu ambacho nimekuja kwa ajili ya kukatia leseni. Kwa hiyo nimefurahishwa na huduma hii. Natoa wito kwa jamii kukatia leseni ya halali ya usafirishaji ya vyombo vyao vya usafirishaji kupitia LATRA ili kuepukana na changamoto mbalimbali zinazotokea barabarani. Jambo la kwanza, nimefurahia mapokezi mazuri ya wahudumu watu wa LATRA. Nimefurahi, wamenipokea vizuri, wamenipa huduma, nimemaliza kila kitu na nimefanikisha kupata leseni yangu ya LATRA. Mtazamaji, wakati wa kuondoka na manoti ndio huu, ambapo ili kuweza kutoka na kitita cha shilingi 50,000 kutoka LATRA unatakiwa ufuate vigezo na masharti kama ifuatayo. Mosi, unatakiwa uwe umetazama kipindi hiki katika runinga yako. Pili, unapaswa uwe wa kwanza kujibu kwa usahihi swali liloulizwa na LATRA katika mitandao ya kijamii. Lakini tatu, unapaswa kuwa umetufuatilia, umetufollow katika mitandao rasmi ya kijamii ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Twende sasa nikukumbushe swali la wiki iliyopita na tufahamu mshindi ni nani. Swali la wiki iliyopita mtazamaji, tuuliza swali lifuatalo. Tulisema taja mtaa ambao LATRA inapatikana ndani ya maonyesho ya Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam, lakini vile vile utuambie mifumo mitano tu ambayo ukitembelea jengo la LATRA unaweza kujifunza. Na mshindi wa swali hili mtazamaji ni Bwana Baraka Robertson. Kongole nyingi sana kwako Bwana Baraka Robertson kwa kuweza kuibuka kidedea na kujinyakulia kitita cha shilingi 50,000 kutoka LATRA. Mtazamaji, na swali la wiki hii ni hili lifuatalo.
nitataja maelekezo matatu tu ambayo yametolewa na Mheshimiwa David Mwakiposa Kienzile, mbunge na naibu waziri wa uchukuzi, alipotembelea jengo la LATRA hapa Sabasaba. Mtazamaji, wahenga walitujuza kwamba hakika wakati ni ukuta na kushindana nao utaumia, na kwa nukta hii kipindi hiki cha usafiri na maendeleo ndio kimetia nanga. Kumbuka leo tulikuwa hapa jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapa barabara ya Kilwa, tukiangazia ushiriki wa LATRA katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, ambapo tumemwona na kumsikia Mheshimiwa David Mwakiposa Kienzile, mbunge na naibu waziri wa Wizara ya Uchukuzi, ambapo mara alipotembelea mamlaka hii katika viwanja hivi vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapa Dar es Salaam maeneo Sabasaba, alielekeza LATRA kuhakikisha kwamba sekta ya usafiri ardhini inakuwa yenye tija na manufaa, kwa kuzingatia kwamba sekta inakuwa ni yenye usalama pamoja na huduma zake ziwe zimeboreshwa. Ukizingatia kwamba LATRA ina cheti kile cha ubora wa kimataifa, yani ISO 9001, ambapo hata huduma zake, mtazamaji, LATRA anazitoa ni zile ambazo zimejikita katika masuala haya ya kimataifa, ambapo huduma utakayopata sehemu yoyote ile ambayo LATRA ipo, utaratibu ni ule ule. Lakini vile vile, mtazamaji, tumemwona na kumsikia CPA Daktari Abdul Juma Suluhu, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa LATRA, ambaye ameshiriki kamilifu kwa kutoa huduma kwa wateja ambao wamekuwa wakimiminika kwa wingi ndani ya jengo la LATRA hapa katika maonyesho ya Sabasaba jijini Dar es Salaam. Lakini kikubwa, CPA Daktari Juma Suluhu yeye amekiri kwamba kupokea maelekezo ya Mheshimiwa naibu waziri aliyotoa kwa niaba ya Mheshimiwa waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mnyambarawa, na ameahidi kuyatekeleza majukumu yao kama vile inavyotakikana. Lakini pia, mtazamaji, tumeona wadau mbalimbali ambao wameminika katika jengo hili la LATRA hapa katika uwanja wa Sabasaba, na tumeshuhudia shuhuda zao ambao wenyewe wamekiri kwa vinywa vyao kwamba wamepata huduma bora kutoka kwa wataalamu ambao wamekutana nao hapa katika jengo hili la LATRA hapa kwenye viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, ningetamani sana kuwa nawe, lakini kwa sasa sina la ziada. Kumbuka kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama ambayo unaona katika runinga yako hapo chini. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Kumbuka, kama bado haujatembelea maonyesho ya Sabasaba, tafadhali, wakati ni sasa. Karibu jengo la LATRA, tupo mtaa wa Mazao nyuma ya Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Binti Jumbe, kwa heri kwa sasa. Pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndiyo mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira, tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi, kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie, na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.